Mimi na bwana, kweli swali zuri sana. Mimi nina uhakika nime move on, na sababu kubwa ninaweza kuisema ni kwamba mimi nili move on mwaka mmoja kabla sijaachana na mwanamke niliyekuwa naye kwenye ndoa iliyopita. Yaani nilikuwa kwenye ndoa, lakini ndani ya mwaka mmoja ilikuwa ndicho kipindi changu cha kupona, kumove on na kufanya maamuzi. Kwa hiyo ndani ya mwaka nipo kwenye ndoa, lakini ndani ya mwaka pia najipa mazoezi ya kutokuwa kwenye ndoa. Kwa hiyo nilipotoka ilikuwa kama hakuna kilichotokea hadi mpaka leo. Kwa hiyo kumbe wakati uko na mpenzi wako au kimtaje Shisha, sio? Ulikuwa tayari ndani ya mwaka mmoja ushamove on. Yaani ndani ya yani ielewe statement kwamba ndani ya ule mwaka ambao tulikuwa ndani ya ndoa, mwaka wa mwisho kabla hatujaachana, nilikuwa napona mule na move on mule, najifunza kuishi bila ndoa mule. Kwa hiyo ili nizoee, kwa hiyo nikatoka, nikawa tayari nimezoea, nikaendelea na mambo mengine. Kwa hiyo na maana ulikuwa unajua kwamba siku za usoni lazima muachane. Nilikuwa najua Imelda, na nataka nikwambie kitu Imelda, unatakiwa ujue kwamba mtu yeyote aliyeolewa ama mwenye mpenzi wake, penzi likiwa linaelekea kufa, unaona ni vile tu unajizima data. Sijui umenielewa. Kwa hiyo penzi likiwa linaelekea kufa, unaona kabisa kwamba hapa hatuna miezi 6, hatuna mwaka. Mtu mwenye akili pale unajipanga, unakaa kwenye level nzuri, unajiweka vizuri kiakili, ikitokea unakuwa sio surprise kwako. Okay, labda ungetuambia ni kitu gani ambacho labda ulikutana nacho kwenye ndoa hata ikakupelekea wewe kuanza kujitayarisha kutoka kwenye ndoa hali bado uko kwenye ndoa? Mimi nilichogundua, kwanza kuishi na mwanamke unatakiwa uwe vizuri kiuchumi. Mwanamke wako anatakiwa afanye kazi kama anafanya kazi sawa, lakini hakikisha unamzidi hata kama shilingi 1000. Yaani kama yeye anaingiza 500, wewe ingiza buku. Kwa kitu pekee ambacho nilikutana nacho ni tatizo tu la kiuchumi. I mean kwamba niliyekuwa naye alikuwa na uchumi mkubwa sana kuliko mimi. Yaani uchumi wake ni mkubwa. Yaani unajua kuna ile mtu mnapishana kidogo, lakini nyinyi mmepishana ni level kubwa kiasi cha kwamba inakutengenezea mazingira ya kujiona mnyonge sometimes. Kwa hiyo tatizo ndo ambalo nadhani ndo lilinikuta sana kwenye ile ndoa. Kwa hiyo taratibu nilivyotoka nikajipanga ndani ya miaka 2 nifanye kazi kwa bidii, nipambane mpaka hapa nilipofika, nikaona kabisa hapa nina uwezo wa kuwa na mwanamke ambaye naweza nikamudu kwa level yangu, tukaanzisha maisha na familia. Ndio bwana Shushu. Mimi swali langu nitaka kwamba kampuni nyingi na yeye kwenye kampuni labda labda au sehemu nyingine. Kwenye kampuni ndio. Surprise gani kwake? Okay. Bana wewe umeuliza maswali mazuri sana. Siku ya leo kitu cha kwanza ambacho napenda kumwambia mwanamke wangu kwamba aendelee kujistiri. Hicho ndio kitu ambacho napenda kumwambia. Asijionyeshe. Umenielewa? Asifate mambo ya mjini. Hayo aniachie mie. Hiko ndo ninachoweza kumwambia mwanamke wangu. Lakini surprise yake huyu kupitia Power Drive, ubibie mimi nishamwagizia gari. Nitawaita tena, maana sitaki kupoa. Nimeshaanzisha kampuni, sitaki kupoa. Gari yake itapofika, basi nitawaita tena niwaambie bwana, gari iliyoagizwa na Power Drive na nimemwagizishia mwanamke wangu ni hiyo hapo, shutini muambie kwamba nimeweza kumnunulia mwanamke gari, kutoka kukaa kwa mtu mpaka naweza kumnunulia mtu gari. Sijui unanielewa? Hiyo ndo surprise ambayo nitamfanyia. Kwa hiyo na yeye kwenye kampuni sio kwamba ni mhusika, ingawa yeye ana deal sana, kwa sababu kwenye kampuni kujua kuna vitengo viwili. Yuko kwenye mambo ya clearing and forwarding pia yeye. Hiyo ndo professional yake. Lakini kwenye kampuni yeye sio kwamba anahusika sana. Nimependa tu kumweka mbele kwa sababu nikikumbuka namna nilivyotoka kwenye ile ndoa, maisha yangu yalivyokuwa magumu. Unajua hata 1000 nilikuwa sina. Imelda kwa sababu ni ndugu yangu tofauti na kazi, anajua kuna muda unakutana naye na muomba 5000, 10000 sana. Yaani sio mwenyewe mpaka mwenyewe anashangaa. Maana hata pa kukaa nilikuwa nakaa kwa marafiki. Sio kama umenielewa. Kwa hiyo mimi vijana ninachoomba tusijisahau. Mimi kwa kweli niseme tu nilijisahau. Huo ndio ukweli.
nilijua ni kuna mtu ambaye tunaweza tukazikana kwa atakuwa kesi kwangu tu, unajua gari yake si yangu, unajua mtu ile unapuuzia. Lakini end of the day unajikuta uko mwenyewe peke yako, marafiki hawapo, una hela kula, hujui unalala wapi, kwa sababu nilikuwa tuna gari, kuna muda nazima kwenye gari, natafuta tu kiparking sehemu yote kizuri hivi, nachukua gari na washa AC ile kikolea na shusha vio kidogo na lala. Kama sikio, maana yake kulala kwenye mageto ya marafiki kuna muda wanakuwa na wapenzi wao. Kwa hiyo nilipokutana na huyu sasa ndio ile akaanza kunipush, fanya kazi unaweza, anapata kidogo na yeye ananipa kidogo, ananiibia kichakula hapa na pale. Kwa hiyo nimesema nilivyofikia kwenye hii hatua nikasema hapana, huyu ndo nitamweka mbele kama introduction, ingawa sitotaka kumreveal, lakini nitamweka mbele kama introduction ili aone matunda ya uvumilivu wake katika maisha yake. Ndio idhaa yako na marketing officer ikikupendeza, naomba tusikie sauti ya mke wako brand kampuni kama tutaruhusiwa kuuliza hata maswali vipi au brand kampuni anaweza kuzungumza, lakini sasa kwa sababu yeye si mzoefu sana ya mambo, muulize jamani maswali shalo huyu wewe unaizungumziaje power drive habari mnasikia na sauti yake sauti yake mmeisikia, huyu hatari. Hivi vitu sio vya kukaa wazi shekhe, ukiweka wazi unaibiwa, kuna watu hatari. Okay, nipo hapa mbele kwa niaba ya mume wangu mtarajiwa, na pia nilikuwa naizungumzia kampuni yetu kwamba tunasafirisha na kutoa mizigo bandarini. Upande wa logistics huwa tunadeal sana na magari na kutoa mzigo bandarini. Kwa hiyo tunachowaomba msiwe na hofu, na sisi tuko vizuri kwenye kazi. Tunaombeni nyie ndo mtushike mkono, tufanye kazi kwa bidii, tuwatoleeni mizigo yenu bandarini. Mashaallah. Hicho ndo ambacho naongea. Anaongea vizuri sana. Labda tungefurahia kujua kutoka kwako, ilikuwa ni ngumu kiasi gani kumpokea Romy kuingiza kwenye maisha yako, kwa sababu miongoni mwa sifa ambazo Romy alikuwa nazo kutoka kwenye mahusiano yake alikuwa nayo hapo awali, kwamba ni kijana fulani kwa lugha za mjini anaitwa kingasti, yani kwamba Mario kijana fulani ambaye sio mchapakazi, yeye amekuja kulelewa. Ilikuwa ngumu kiasi gani kwako wewe kumpokea, kumuingiza kwenye maisha yako? Ilikuwa ngumu upande wangu kwa sababu mimi sio mtu wa mitandao, wala familia yangu hawapendi mambo ya mtandao, lakini sikutumia jina la Romy. Mimi kwangu mimi nilimpokea kama Rajabu. Kwa hiyo mimi niliishi na yeye kama Rajabu, sikuangalia ya nyuma yake. Kwa hiyo mimi nilianza kama Rajabu, naenda naye kama Rajabu, siendi naye kama Romy. Romy ni mitandaoni, Rajabu ni kwangu mimi. That's all. Na labda una kitu cha kuambia Watanzania wale ambao walikuwa wana hiyo picha kuhusu Romy, yani kuna kitu gani ambacho unaweza kuwaambia hivi sasa kwa kumalizia? Romy wa zamani tofauti na Romy wa sasa hivi. Kwa walivyokuwa wanategemea kwamba ni kingasti, maana comments ni nyingi, kingasti anapenda mashangazi, anapenda vibonge, anapenda nini. Amna. Mchapakazi, muelewa, ni mtu ambaye ukimpa ushauri hata kama ni kidogo ni anakusikiliza. Ila anachojua mimi, Romy sio kingasti. Man and a half. Umeelewa sasa hiyo? Umeelewa? Man and a half. Sasa kama kuna maswali mengine, nilipenda kumweka mwanamke wangu mbele kwanza kabla sijakuja kutambulisha hii kampuni, kwa sababu moja tu. Amenikuta kipindi ambacho niko chini sana kiuchumi, kifikra na kila kitu, mpaka nimefika kwenye hatua nimekutana na wenzangu ambao tumeweza kufungua kampuni ya Power Drive. Maana yake ni kwamba amenivumilia sana, ametumia nguvu kubwa, akili ya ushawishi kunituliza, kuninini na nini mpaka sasa hivi. Kwa nikaona kwa nini nisimpe kipaumbele kwa wakati huu, kwa sababu sikuwahi kumtambulisha popote. Kwa nikaona nimpe kipaumbele ili kumlipa kama fadhila ya ile uvumilivu wake
na namna ambavyo amenipush kufikia hatua hii, kwa sababu sio hatua ndogo. Kampuni ya Power Drive pamoja na kwamba ndo kwanza tunaifungua, lakini ni kampuni ambayo ilishaanza kufanya kazi kama miezi 3-4 nyuma, na ni kampuni kubwa, inafanya vitu vikubwa, inaagiza magari madogo na makubwa. Kama unavyoona kwenye ile clip unaweza kuona nilikuwa na Porsche ile, zile pia tunaagiza Jaguar, tunaagiza ile G-Wagon, yani gari yoyote ya ndoto yako sisi tunaweza kukuagizia. Lakini pia ndo hayo mambo ya makontena na nini. Kwa hiyo tunaomba mtu support, tunaomba mtunge mkono, tunaomba mtushike mkono wa Tanzania, mtumie kampuni yetu. Tutatoa details nyingi kuhusiana na hii kampuni. Mimi nipo hapa, mimi ni mmoja wa hiyo kampuni, sio kwamba eti labda nimekuja tu na nini. Nipo hapa, ukija ofisini unanikuta wapi, simu yangu iko on. Naomba mnishike mkono kama ambavyo mlikuwa mmenishika mkono kwenye picha, video na matukio mbalimbali. Naomba mnishike mkono ili tuweze kusonga mbele, tusirudi tulipotoka kama ambavyo mlikuwa mnanilaumu. Kwa nini ulikuwa umeishi na mtu hivi, unategemea kwa mtu na nini? Kwa sasa hivi ili nisirudi nilipotoka, maana yake mnishike mkono kwenye hili, nipate riziki, basi maisha yaende, nisimamie familia yangu kama ambavyo watu wengine wote wanasimamia familia zao. Baada ya kusema hayo, nipende kuwashukuru sana, nawapenda sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Ni vita kati ya Israeli na Iran. Kwa kiasi gani inaweza kuathiri katika tukianza na swali la kwanza kwamba vijana wanalalamika kwamba hakuna ajira. Unajua ajira sometimes unatakiwa kila mtu Mwenyezi Mungu amempa kipaji chake ndani yake. Sometimes unaweza kukosa ajira serikalini ama kwenye sehemu fulani, lakini ukatumia tu kipaji chako ambacho Mwenyezi Mungu amekupa ukajitengenezea ajira. Umenielewa? Kwa mfano mimi nilikuwa mpiga picha, nikafikiria kuja kuanzisha kampuni kama hii nikiwa na wenzangu. Kwa hiyo ni katika waangalie fursa zilipo. Fursa zipo. Kwa waangalie tu fursa zilipo, wapenye hapo hapo. Mwenyezi Mungu na yenyewe atawabariki. Sio kwamba tunakataa moja kwa moja kwamba watu wote wana ajira. Tunajua kwamba mtaani sometimes kuna watu wengi ambao wana elimu na hawana ajira, lakini wafanye kazi kwa bidii kwenye level waliokuwepo. Yaani waanzie hapo hapo walipo. Yaani kwa mfano wewe una kipaji cha kupiga picha, kamera ulionayo hapo hapo, anzia hiyo hiyo. Taratibu itakupa inayofuata. Kwa hiyo chochote unachofanya, fanye kwa nguvu sana. Basi Mwenyezi Mungu atakubariki. Na tukizungumzia vita ya Iran na Marekani namna ilivyoathiri, unajua ile vita kusema imeathiri kwenye mchakato kuanzisha Power Drive, hiyo haijaathiri chochote. Sisi tumeendelea na michakato yetu kama kawaida, kwa sababu kikubwa pale kilichopanda bei kwetu sisi huku ni mafuta ambayo kila mtu yamemkuta, huwezi kukwepa. Kwa hiyo unapunguza tu misere hapa na pale, unafanya vitu vya maana. Sisi tukaendeleza mipango mpaka hapa tulipofika. Haijaathiri sana, lakini ndio hivyo. Swali langu ni kwamba ningependa kuuliza, umesema kwamba kwanza ulipoanza hii tulikuwa na bora umtangulize mpenzi wako kusema, na hapo kwanza nataka tujue mmeshafunga ndoa au bado ni mchumba? Nisiwe mwongo mbele za Mungu, bado hatujafunga ndoa, ni mchumba. Ni maana yake tushatambulishana nyumbani kwetu, nyumbani kwao, ni mchumba. Tupo katika hizo process. Muda ukifika Imelda lazima nitakupa ripoti hiyo. Haya, kingine tumeona sasa kwenye mitandao ya kijamii, tumeona labda vile Dula Makabila alipoposti zaidi sana kuona kabisa kwamba akimwambia amebidi afunguke kwamba sio siri kwamba ni bado yani hajapona na bado anamkumbuka na bado yani hawezi mtu akachukua ile nafasi. Lakini kwa tumemwona madebe yule naye anaongelea kuhusu Chanu. Sasa vipi wewe kwamba kweli unahakika kwamba umemove on? Lakini cha pili, nawashukuru sana waandishi wa habari kwa kuitikia wito wangu ama wetu kwa kufika hapa leo. Tunatambua mchango mkubwa ambao vyombo vya habari vimekuwa vikitusaidia katika kuhabarisha jamii, kukuza biashara pamoja na vipaji vya Watanzania. Uwepo wenu hapa ni heshima kubwa sana kwetu. Lakini pia napenda kuwashukuru wazazi wetu wote kwa pamoja, ndugu jamaa na marafiki ambao na wao wamekuwa ni mchango mkubwa sana katika kutusaidia sisi kufika malengo yetu. Siku ya leo mimi nimewaita hapa kwa sababu kubwa moja tu. Kwanza nina furaha sana na furaha yangu yani
iko yani mpaka imevuka mipaka ya kufurahia. Umenielewa? Niko hapa katika kuwatambulisha kwenu kabisa. Nataka niwatambulishe Watanzania wote wanaonisapoti, wanaosapoti vijana, wanaosapoti vipaji. Yani watu wote ambao wananisapoti katika kazi zangu ama wanaopenda kusapoti vijana wanaofanya kazi kwa bidii. Napenda kuwatambulishia kampuni yetu ambayo inaitwa Power Drive Limited. Hicho ndio kitu kikubwa ambacho nimekuja kuwaitia hapa na kuwatambulisha. Kampuni hiyo historia yake ni kwamba ilianzishwa na vijana watatu, na mimi mwenyewe nikiwemo mmoja wa waanzilishi wa hiyo kampuni. Umeelewa? Tulikaa, tukakutana, tukawa na wazo, tukaanza kulifanyia kazi, lakini leo rasmi tumeamua kulileta mbele ya macho yenu ili muweze kujua inashughulika na nini na vitu vingine kama hivyo. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.